nilishiriki kwenye kutia nia. Lakini jina langu halikurudi kutoka kwenye kamati kuu. Nilichofanya ni kuambia wana CCM na wana Simanjiro kwamba jina langu liwepo lisiwepo, msihame CCM. Maana hata mimi mwenyewe sihami CCM. Nilijua kwamba uteuzi ule ni wa haki. Kwa sababu tulikuwa wagombea wengi 16 hivi. Na wakati ule kwa mujibu wa kanuni walikuwa wanatarajiwa kuteuliwa 3 kabla mkutano mkuu haujafanya mabadiliko. Sasa mimi ni nani? Kama lazima niwe miongoni mwa 3. Nisiwe miongoni mwa wale 13 wanaobaki. Sasa hapa liko swala, na hili nieleze hii saratani ya kutokukubali kushindwa au kutokuteuliwa haiko kwenye vyama vya upinzani peke yake. Hata CCM ipo. Kuna watu ndani ya CCM wamenuna. Wamenuna na sio kununa tu, kwa sababu hakuteuliwa. Wanaendelea kufadhili kampeni za kuachafua wale walioteuliwa. Wanaendelea kuendesha propaganda ndani ya vyombo vya habari, ndani ya social media, kubomoa heshima ya nchi yetu. Wanabomoa heshima ya mgombea wetu wa urais. Wanabomoa heshima ya taifa letu. Sasa Mwalimu alisema uhuru bila demokrasia ni udikteta, lakini demokrasia bila ya nidhamu ni fujo. Una hiari ya kubaki ndani ya chama kama unaridhika na kanuni zake na katiba yake. Lakini una hiari ya kuondoka kwenye chama hicho kwenda chama unachodhani kinakusaidia, kuliko ubaki ndani ya CCM unavaa shati la kijani mchana, usiku unaendelea kukinongonga chama hicho na kuchafua taswira ya nchi yetu. Kwa hiyo nimesema kuna demokrasia ndani ya vyama. Sasa dawa yake ni nini? Dawa yake ni vyama vya siasa vijenge wanachama wenye imani na vyama, na wasiendelee kuwa wahamaji kwenye vyama, watu wasioeleweka misimamo yao. Najua wanaoendelea kuchafua CCM sio wale tu ambao wameshindwa kwenye kura za maoni au hawakuteuliwa. Lakini kuna jambo jingine jipya limejitokeza mwaka huu. Kuna baadhi ya wafanyabiashara wenye makampuni makubwa ambao walikuwa wakipata kandarasi za serikali katika miradi mbalimbali ya taasisi za umma kwa muda mrefu sana. Lakini hivi karibuni katika zabuni zilizopita hawakufanikiwa kushinda zabuni hizo kwa mujibu wa sheria ya manunuzi. Lakini leo watu hawa wameendelea kufadhili baadhi ya vikundi vya vijana, baadhi ya vyombo vya habari visivyojiheshimu, na hasa kutumia pia wanaharakati wa nje ya nchi kuharibu taswira ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kuharibu taswira ya nchi yetu, kuharibu taswira ya chama chetu. Na mimi nataka niwaambieni vijana, wengi mchezo huu wa kupaka matope viongozi haukuanza leo. Mwaka 95, kabla 95, rais wetu alikuwa Mzee Ali Hassan Mwinyi. Baadhi ya watu walikuwa wanaona kila nyumba nzuri ya nchi hii, Dar es Salaam, Arusha hapa, hata hizi zilizo karibu na Seda za kina Benson, zilikuwa zinasemekana nyumba za Mama City. Amekuja Mzee Mkapa, wakasema migodi yote ya Kiwira na maeneo yote ni Mama Ana Mkapa na Mkapa mwenyewe. Amaliza Mkapa, amekuja Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, ni rais wa nchi yetu, naye akaambiwa kila mali na kila nyumba nzuri iliyoibuka Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, wapi, wanasema Ridhiwan. Tabia hovyo kabisa. Mimi nauliza, Ridhiwan anakuwa na nyumba zote za Kariakoo, za Mikocheni, nyumba zile zina watu na zimeandikwa majina. Ukiangalia ule ubao unaoonyesha mwenye nyumba ni nani, inabaini, iko wazi. Lakini wanazusha. Wakati wa mwenda zake, wakati wa hayati Dr. John Pombe Magufuli, mimi kipindi hicho cha mwanzo wa mwaka wa 2016, kabla sijateuliwa kwa msemaji wa CCM, nilikwenda pale barabara ya Kawawa pale Biafra. Kuna jengo moja refu pale. Nikaonekana nimesimama kwenye jengo hilo na mwenye jengo ambalo ni kijana mmoja wa kampuni mwenye anaitwa Samsa. Kesho yake wanaharakati hao huko ugaibuni wakaandika kwamba ile jengo ni la Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ila umiliki wake amekabidhiwa majengo, akataja majengo kadhaa, wakasema hili linamilikiwa na Sendeka kwa niaba ya Magufuli. Magufuli ana miezi miwili akiwa rais.
jengo lina ghorofa 14. Alafu unasema kwamba jengo hili ni Dr. John Pombe Magufuli. Amekuja Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuapishwa kufuatia kifo cha Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Sasa agenda zimehama. Na agenda sasa ninyi wote ni mashahidi. Wanaharakati wote, vyama vya upinzani, watu wasiojitambua wanasema kila kizuri kilichoko nchi hii ni Abdul, mtoto wa Samia. Kila kilichoko hapa Kikwete, kwa sababu tu Kikwete ameamka juzi, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, na kutoa mwelekeo. Na mimi nataka niwaambieni, Kikwete ni rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi. Hata Mwalimu Nyerere mwaka 85 alimpigia kampeni Mzee Ali Hassan Mwinyi. Mwaka 95 Mwalimu alisimama na Mzee Mwinyi kumpigia kampeni Benjamin William Mkapa. Kikwete alipigiwa kampeni na Mkapa. Magufuli alipigiwa kampeni na Jakaya. Leo Samia yuko madarakani, Dr. Samia Suluhu Hassan ndio mgombea wa CCM. Rais wa Jamhuri ya Muungano mstaafu aliyoko na mwenyekiti mstaafu wa CCM ni Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Anasimama huyo. Unapokuwa mwenyekiti wa chama, maana yake wewe ndio umekinai, umeishiba imani ya CCM. Na mimi nataka niwaambieni, sasa Jakaya anampigia kampeni mgombea urais, anawapigia kampeni wabunge wa CCM kwamba chagueni CCM. Unaona watu kwenye wanaharakati wanaanza kupiga kelele na kuanza kumchafua Dr. Kikwete. Sasa mimi najiuliza, walitegemea kwamba Dr. Kikwete ambaye ni mwenyekiti wa CCM ampigie kampeni nani? Ampigie kampeni nani? Lazima atampigia kampeni kiongozi wa chama chake. Lakini Kikwete ni mfano wa demokrasia. Na mimi nataka niwaambieni kwenye hili, shida iliyoko mwaka 95, mkumbuke, kwenye uchaguzi wa kwanza wa ndani ya CCM wa mfumo wa vyama vingi vya siasa, aliyeongoza waliokwenda finali walikuwa watatu: Dr. Kikwete, Benjamin William Mkapa na hayati Dr. na Mzee Cleopa David Msuya. Aliyeongoza raundi ya kwanza ni Jakaya Mrisho Kikwete. Raundi ya pili ikawa ni Kikwete wanashindana na Mkapa. Hayati Benjamin William Mkapa akaibuka. Na ninyi nyote mnajua, hata kwenye social media mnaweza mkagoogle tu. Kikwete alisimama saa ile matokeo yalipotangazwa, akasimama kutangaza kwamba kamati zake zilizo rasmi na zisizo rasmi sasa ni kamati za Benjamin William Mkapa. Chama chochote, yani nataka niwaambieni, hii habari ya kuhamahama vyama ipo tu kwenye nchi zinazoendelea. Huku ndio ipo. Lakini huwezi kwenda kwenye finali umepewa heshima na chama, alafu kesho wewe unanuna. Kikwete hakununa, na baada ya ushindi wa Mkapa alimteua Dr. Kikwete kwa waziri wa mambo ya nje kwa miaka 10 ya urais wa Mkapa. Na Kikwete alipokuja kuchukua urais wa nchi, alimteua aliyekuwa anagombea naye Mark Mwandrosia pamoja na wengine wengi kwa waziri katika serikali yake, na alikaa na Mwandrosia mpaka siku ya mwisho rais mpya alipoapishwa. Sasa mimi leo nikiona watu ndani ya chama, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wanagombea na makamu mwenyekiti, baada ya hapo wanazirana kila mmoja anakwenda upande wa pili. Sasa hii nayo mtailaumu CCM? Yaani tumewapa uhuru, tumepitisha katiba ili upinzani upate nafasi ya kuwa na demokrasia, kuendesha vyama vya siasa ambavyo lazima vianze na kuwa na demokrasia ndani ya chama. Sio kazi ya CCM kwenda kuwa msuluhishi wa migogoro ndani ya vyama, kwa sababu pengine hata hawatuamini. Kwa nataka niwaonyeshe kwamba Dr. Kikwete alimteua Profesa Mark Mwandrosia. Lakini leo Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye alikuwa mgombea mwenza 2015, aliyekwenda finali na hayati Benjamin William Mkapa ni Asha Rose Migiro na Amina Salum Ali. Leo katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ni Balozi Dr. Asha Rose Migiro, mwanadiplomasia aliyejengea nchi hii heshima, akiwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, akiwa balozi wetu na akiwa waziri wa mambo ya nje kwa muda mrefu. Kwa umoja ndani ya chama ndio msingi, nataka niwaambieni, ndio msingi wa uimara wa chama cha siasa. Huwezi kudai demokrasia nje ya chama wakati demokrasia ndani ya chama chenyewe bado hamjajipanga vyema. Ndugu zangu, tunachoshindanisha ni vyama
vinavyoomba ruhusa na ridhaa ya Watanzania kutuongoza. Vyama hivi lazima vilinde umoja na utulivu wa nchi yetu. Hatuwezi kuwa na vyama ambavyo hawaangalii maslahi mapana ya nchi. Umoja wa taifa letu ndio jambo muhimu sana, na ndio nguvu na silaha ya pekee katika kuendelea kulinda na kuendeleza umoja wa nchi yetu na kulinda usalama wa nchi yetu. Kwa hiyo yeyote anayetikisa misingi ya umoja hatupaswi kumuonea haya. Hatupaswi kumuonea haya hata kidogo. Kabisa. Kwa sababu kumuonea haya mtu ambaye anakiuka misingi hii inayofanya kwa taifa ni sawa na kumnyamazia abiria mwenzenu ndani ya boti kwenye maji ya kina kirefu ambaye anatoboa boti yenu, ambaye mnajua kabisa madhara yake ni boti ile itazama na wote mtakufa. Kwa hiyo hatuna sababu ya kusikiliza kelele kutoka mahali popote ndani ya nchi au nje ya nchi pale ambapo tunaona kuna watu wanakiuka misingi inayotuunganisha kama taifa. Ndugu zangu, kwa mara ya kwanza tangu tumeingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa, mgombea urais tunayemsimamisha mwaka huu ni mwana CCM, raia wa Tanzania, anayetoka upande wa pili wa muungano, mwanamke. Sasa nawashangaa wanaume wazima wanaojua historia kabisa kwamba tangu 95 mpaka 2021 wote waliopata fursa ya kuongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni wana CCM, ndio, ni wa Tanzania, ndio, wanaume. Safari hii ni Mtanzania kutoka upande wa pili wa muungano, mwanamke. Na mimi nataka niwaambieni kazi iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miaka hii 4 na nusu. Mimi nimeambia nimekuepo kwenye uongozi kwa muda. Ninajua manufaa ambayo jimbo langu limepata katika kipindi cha Dr. Samia. Ninajua manufaa ambayo nchi yangu imepata chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tena anapokea uongozi katika kipindi kigumu, kipindi ambacho wala yeye mwenyewe hakutarajia kama angekuwa rais. Lakini kipindi ambacho kulikuwa na mtikisiko wa uchumi duniani, kulikuwa na tatizo la uviko 19. Anapokea uongozi, kijiti ya uongozi. Kilichomsaidia ni utulivu wake, umadhubuti wake, dhamira aliyokuwa nayo ya kuacha legacy, ya kuweka alama katika kipindi chake cha uongozi, na akatumia sera yetu ya mambo ya nje, sera isiyofungamana, ya siasa isiyofungamana upande wote, kugonga hapa na pale, kuona wapi anapata mikopo kidogo, fedha za misaada, lakini akakusanya nguvu za ndani za nchi kujenga uwezo wa kiuchumi na mapato ya nchi ili kuweza kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Nataka niwaambieni Watanzania tarehe 29, maana nataka niwaambieni ili jambo wenzetu wanasema tarehe 29 tusiende kupiga kura. Nataka niwaambieni kama kuna mtu ameshindwa kabla hajaingia kwenye ushindani, yule anayedhani kwamba Watanzania wenye akili watamsikiliza eti tarehe 29 waache kutoka nyumbani kwenda kupiga kura waende wakaandamane. Nataka niwaambieni Tanzania haiko hivyo. Anaweza kufikiria hivyo mtu anaishi ugaibuni, kama yule anayejirusha kila siku kwenye basi, kwenye gari, kila asubuhi usiku, yeye kazi yake ni kusema mabaya ya nchi hii, kuharibu image ya nchi hii. Nami niwaulizeni wa Tanzania, ni taifa gani jingine ambalo mmeona watu wanakwenda nchi za nje alafu wanakwenda kulibomoa taifa lao, alafu watu wanakaa kumsikiliza mtu ambaye anabomoa taswira ya nchi yenu, anamchafua icon ya nchi yenu ambaye ni rais wa nchi yetu, anamtukana matusi ya nguoni, alafu na sisi tunanyamaza eti tunakaa tunamsikiliza? Nataka niwaambieni Watanzania walio wengi hawatawasikiliza hawa wanaharakati wa nje, wala hao wanaofikiria kuandamana hapa nchini. Na mimi nitani wala hawatakuwepo kwenye maandamano. Wewe unakaa Marekani, unakaa nchi yote unayekaa kule, alafu unatuambia sisi tuandamane tarehe 29. Wewe hata Nairobi hufiki. Huko sisi tuandamane hapa, na unajua tunavunja sheria. Maana siku hiyo imewekwa kwa ajili ya uchaguzi mkuu.
Alafu wewe utuambie sisi tuandamane. Hakuna Mtanzania ambaye ni zezeta kukubaliana na mawazo hayo ya kijima. Kwa nataka nitoe rai kwa Watanzania, kwa wapuuza wote ambao wana nia ya kuharibu taswira ya nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari, nataka nigusie jambo jingine moja linalohusiana na watu wanaonasibisha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama na siasa. Mwaka 92 wakati tunafunga matawi ya CCM ya kazini, maana kila ofisi ya mkurugenzi, ya mkuu wa wilaya, ya shirika la umma, kila mahali, vyuo, shule, tulikuwa na matawi ya CCM. 92 hiyo imenikuta nikiwa Morogoro, ni katibu tarafa ndio, lakini nilikuwa mjumbe wa baraza kuu la Umoja wa Vijana Taifa. Nilipewa kazi ya kufunga matawi ya kazini. Mimi, Dr. Ngasongwa na John Alphonse Nchimbi, baba yake na Dr. Emmanuel Nchimbi. Wakati huo yeye ni RPC, lakini alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa kutoka mkoa wa majeshi. Kwa hiyo tulipewa kazi ya kufunga matawi ya kazini. Kwa heshima tulikwenda tukashusha bendera ya chama chetu na kuagana na wana CCM kwa kuwasilisha paper za reform. Kwa nini tumetoka kwenye mfumo wa chama kimoja kwenda kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa? Na baadaye tulipomaliza, sheria ilivyotoka na katiba ilivyorekebishwa, tukasema vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vibaki bila kuwa na chama. Na kwa mujibu wa ibara ya 148, rais, kama mnavyojua, kwanza mujibu wa ibara ya 33, rais wa nchi kama alivyo leo Dr. Samia Suluhu Hassan ndio mkuu wa nchi, ndio mkuu wa serikali, ndiye amiri jeshi mkuu. Ndivyo ilivyokuwa kwa marais waliomtangulia. Amiri jeshi mkuu, majeshi yote yanakula kiapo cha uaminifu, cha kulinda katiba ya nchi, na wanakula kiapo cha kutii na kumtumikia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni amiri jeshi mkuu. Na hii sio sisi tu. Unapoingia jeshi siku ya kwanza, unapoandikishwa, askari ndio unaingia, umekubaliwa. Kazi ya kwanza ni kula kiapo baada ya mafunzo ya awali, kula kiapo cha uaminifu na utii kwa amiri jeshi mkuu na kumtumikia rais na amiri jeshi mkuu. Kwa sababu gani? Rais wa nchi, tunakubaliana kwenye ibara ya 8 ya katiba ya Jamhuri kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka katika nchi hii, na serikali na vyombo vyake vitapata mamlaka kutoka kwa wananchi. Na rais ndiye aliyechaguliwa peke yake, ndio mtu pekee aliyechaguliwa kwa kura za raia wote wa nchi hii. Ndio maana anakuwa mkuu wa nchi, anakuwa mkuu wa serikali, anakuwa ni amiri jeshi mkuu. Unapoingia kwenye uafisa wa jeshi, unaendelea kula kiapo cha uaminifu kwa katiba na kuwalinda Watanzania, na unakula kiapo cha utii na kumtumikia rais. Kwa jeshi hili linaongozwa na misingi ya uaminifu, uadilifu, utii, uhodari wa kuchapa kazi. Na mimi nataka niwakumbushe vijana. Nilikuwa mtu mzima tu wakati jeshi letu lilivyofanya kazi ya kihistoria. Kama mnajua, jeshi letu la ulinzi la wananchi wa Tanzania liloundwa mwaka 64 chini ya uongozi wa Jenerali Sarakikia na baadaye General Twalipo Msuguri, Ernest Mwita Kiaro, na baada ya Mwita Kiaro kuja Mboma akaja Waitara akaja Mwamunyange, baada ya Mwamunyange akaja Mabeo, na baada ya Mabeo amekuja Nkunda. Jeshi letu tangu 64 limekuwa ni jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Limejenga heshima ya nchi hii tulipovamiwa na fashisti Idi Amin Dada. Alipata kipigo cha mbwa mwizi. Kipigo ambacho ilimlazimu mwalimu kusema kama Amini angekuwa na akili kidogo, angekuwa mwalimu mzuri wa kuionyesha dunia tofauti kati ya jeshi la ulinzi, jeshi la kizalendo la wananchi na jeshi la mamluki.